Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Huzuni imetanda kwa familia moja katika kijiji cha Kimnyaki, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, kufuatia vifo vya watoto wawili wa kiume katika familia hiyo vilivyotokea baada ya kuzama maji wakiwa kwenye bwawa la kuogelea, ni swimming pool, katika hoteli moja iliyopo eneo la Sakina jijini Arusha. Watoto hao ambao ni Abednego Joakim mwenye miaka 13 na mdogo wake Ebeneza Joakim mwenye miaka 9. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, watoto hao walikuwa wamepelekwa hotelini hapo tarehe ya 7 Januari mwaka huu kwa ajili ya kula na kuogelea chini ya uangalizi wa mama yao kabla ya kwenda kufanya manunuzi ya vifaa vya shule. Baba yao Joakim Laiza ameonyesha masikitiko makubwa kufuatia msiba huo mzito, akisema tukio hilo limeacha maumivu yasiyoelezeka kwa familia. Vilevile ameeleza kuwa bado anahitaji majibu ya kina kuhusu mazingira ya usimamizi wa watoto wake wakati wa tukio hilo, huku akiomba vyombo husika vifanye uchunguzi wa kina ili ukweli ubainike. Amesema alipokea taarifa ya vifo vya watoto hao akiwa mkoani Kilimanjaro, ambako alikuwa hospitalini akimuuguza baba yake mzazi aliyekuwa akipatiwa matibabu. Vilevile amefafanua zaidi kuwa watoto hao hawakuwa na ujuzi wa kuogelea, hali inayodhaniwa kuwa imechangia kutokea kwa tukio hilo la kusikitisha. Kwa mujibu wa familia, marehemu Abednego alikuwa anatarajia kuanza masomo ya kidato cha kwanza, wakati mwenzake Ebeneza alikuwa akijiandaa kuanza darasa la 4. Waliopata shida ni watoto wangu wawili. Mmoja anaitwa Abednego, mwingine ni Ebeneza. Kwa ufupi tu, siwezi kuelezea sana kwa sababu tukio hili nimesikia nami nikiwa kule KCMC Moshi nikiwa na muuguza baba. Nikapata taarifa kwamba watoto walikuwa wamepelekwa kwenye hoteli moja inaitwa Kiltachi, na baada ya hapo wakawa wamezidiwa na maji, wakapelekwa pale St. Joseph. Nikapata simu kutoka hapo St. Joseph kwamba kuna watoto wamepelekwa pale na ni watoto wangu. Lakini baadaye nikawa nimewasiliana na ndugu zangu, marafiki ambao walinisaidia, na kwa kweli walijitoa sana, wakanisaidia na wakahakikisha nami nimetoka Moshi na nikafika Arusha salama. Niseme tu kwamba Mungu amewatumia hao ndugu kunisaidia katika hilo. Kuhusiana na ishu yenyewe ya watoto, ni ngumu mimi kuelezea kwamba ilikuwaje kwa sababu sikuwa eneo la tukio. Alienda na watoto pale kwenye eneo la tukio ni mama. Elezea kwamba watoto walikuwa wanaogelea, wakawa wamezidiwa na maji, wakazama. Kiukweli ni swali ambalo hata na mimi nimekuwa nikijiuliza kwamba imekuwaje watoto wanaogelea wenyewe bila kuwepo yule msimamizi wa pale, kwa sababu hata kama wanajua kuogelea lazima pia yule msimamizi awepo. Kwa hivyo ni swali ambalo na mimi nimekuwa nikijiuliza. Abednego ndio amemaliza darasa la 7 na alikuwa anategemea kwenda kidato cha kwanza mwaka huu. Ebeneza naye alikuwa amemaliza, ndio anaingia darasa la 4. Mwenyekiti wa kijiji cha Kimnyaki Samuel Mereo amehimiza wazazi na walezi kuwa makini zaidi katika uangalizi wa watoto, hususan wanapokuwa karibu na maeneo yenye hatari kama mabwawa ya kuogelea na vyanzo vingine vya maji. Nilipata habari ambayo ni ya masikitiko makubwa kuhusiana na watoto familia ya Joakim Mengoru, ambao kwa taarifa niliyopata kwamba walisafiri na mama wakafika pale sehemu inaitwa Kiltach. Sasa kwa masikitiko makubwa kwamba tukapata kwamba wale watoto walikwenda kuogelea pale, lakini sasa ikawa bahati mbaya watoto wawili ambao ni wa kiume, watoto wa kiume wawili, mmoja ana miaka 13, mwingine ana miaka 9. Kwa masikitiko tumepokea kifo cha watoto hao wawili. Kwa kweli ni masikitiko makubwa sana, sababu pia na babu yao alikuwa hospitalini KCMC, babu mzaa baba wa wale watoto, naye hayuko kwenye hali nzuri, yuko pale KCMC, alikuwa Seliani akamshiwa KCMC. Kwa mazingira ambayo kama nilivyoelezea hatujapata taarifa kamili, lakini naweza kusema labda kuna uzembe fulani pale, kwa sababu kwenye sehemu za kuogelea pale kuna
wale ni waangalizi, lakini sijui kama walikuwepo, siwezi kujua, maana na mimi sijafika kwenye tukio hilo. Nilisikia baada ya kupewa habari kwamba watoto wameshafariki, wamepelekwa pale St. Joseph, lakini kumbe walikuwa wameshafariki. Basi ndio tukapata taarifa kwa jamaa na marafiki ambao wamefika pale Mount Meru kwamba basi wale watoto wamesha aga dunia. Kwa hiyo nafikiri kwamba hebu wafuatiliwe wale watu ambao ni wahusika wa pale, kujua basi pale kwamba kweli kuna uangalizi mzuri, kwa sababu sio vizuri sana kweli. Kwa hilo sina taarifa, ila sidhani kama wapo, kwa sababu kwenye hili boma kutoka jana tupo na leo tupo. Kwanza nasikia mmiliki kama meneja na wasaidizi wake, watu 4 wameshakamatwa wanaohusika na eneo hilo, hoteli hiyo. Kwa hiyo nafikiri bado wanafuatiliwa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.